tulivyoona ni kwamba mradi wa Njombe tuna project 6 ambao zote ziko katika stage mbalimbali za ujenzi, kulingana na kwamba mazingira yenyewe yalikuwa hayako sawa, lakini pia tulichelewa kwanza, ila tuna progress nzuri, na kama ilivyotoa maelekezo ni kwamba bado tunasisitiza mkandarasi kuongeza spidi, kwa sababu lengo ni ile kwamba lazima ikifika Mei 26 tuwe tumemaliza ya majengo, na ili mwaka masomo unaoanza wa 26-27 tuanze kurani hizo program za hapa Njombe. Na ni kwamba ni malengo yetu kwamba tutatimiza hayo mipango ya serikali ya kuhakikisha kwamba hizo campus zina operate by mwaka masomo ujao. Program gani zitakuwa hapa? Hapa kulingana na maelekezo ni kwamba tuna focus zaidi program ambazo zinalingana na mazingira. Tutakuwa na program za kilimo, masuala ya kilimo na ufugaji na misitu, lakini pia tunajua ukanda huu na madini, kwa hiyo tutakuwa na program za madini, lakini pia na processing, uchakataji wa mazao ya chakula na mbao. Kwa hiyo nategemea ni program sababu tutaziendesha zaidi kiamali tofauti na zile ambazo zipo kwenye main campus. Wakazi wapo naambia nini mara baada ya kuwepo hapa? Wakazi wapo kweli, tumeona hizi fursa ni za kwao. Kwanza tunahitaji kuona ile hostel itachukua wanafunzi 120 tu, lakini tunategemea kuadmit wanafunzi 1000 hapa. Kwa hiyo ni yani mwaka huu mpaka mwaka ujao kuna fedha mpya inaingia. Sasa hizi fedha zifanyiwe kazi. Maki hamna fedha ya bure, unajua. Kwa hiyo lazima mwananchi ajitoe kuja kushiriki katika hii kazi, kuweza kupata ajira, apate ujira wake mzuri, lakini pia raw materials zinazohitajika katika ujenzi zitoke hapa hapa. Wanaoweza kuwekeza katika hii sekta ya ujenzi waweze kuja hapa, waweze kutoa huduma na fedha zitatolewa kwao. Tunawasihi sana wana Njombe wajitolee kwa hili. Lakini baada ya mwaka ujao chuo kitakapoanza kufanya kazi, uhitaji utakuwepo mkubwa sana za watumishi. Kwa hiyo tujiandae vizuri watumishi kuweza kupata ajira mbalimbali za muda mrefu na za muda mfupi hapa, lakini pia kuweza kushiriki katika umradi. Sisi tu katika mkoa wa Njombe tunashukuru sana na tunawakaribisha sana. Tumekuwa tukifanya kazi mara kwa mara na UDOM wamekuwa wakija mara kwa mara, lakini tunashukuru Mheshimiwa Waziri Profesa Mkenda alishakuja hapa, tukatembea naye kwenye ziara kama hii, na leo Katibu Mkuu na wewe umefika, karibu sana. Tunashukuru sana sana sana. Tunasema tu kwamba mkoa wetu, mimi nikishirikiana na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Anthony Mtaka, tuko pamoja na nyinyi wakati wote. Mkiona kwamba kuna mahali popote ambapo mnahitaji wa usimamizi wa karibu, hata mkipiga tu simu. Kwa mradi huu unajenga miundombinu katika vyuo vyetu vikuu vingi vya umma vilivyo katika maeneo mbalimbali, lakini tulitoa pia maelekezo kwa vyuo hivyo wajenge katika maeneo ambayo hayana campus za vyuo vikuu. Kwa hiyo chuo chetu cha UDOM kilipewa nafasi ya kujenga hapa Njombe, na hivyo nilikuwa naongea na Rasi nikamwambia Njombe mna manufaa makubwa, kwa sababu sasa hivi mnakuwa na vyuo vikuu viwili ambavyo vinafanya majenzi katika mkoa huu. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwa wananchi wa Tanzania kwa ujumla wake, wajue kwamba elimu ya juu imepanuka sana na serikali inaendelea kuongeza miundombinu. Maoni na maono makubwa ya viongozi wetu ni kwamba tutanue nafasi za vyuo vikuu ili watoto hao sasa waweze kupata elimu yao ya juu katika maeneo ambapo watachagua.